Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa jimbo la Mtwara vijijini sasa hivi kuna miradi mingi sasa hivi imeanza kutekelezwa. Kuna mradi kama bilioni 7 wa maji ambao umeshaanza kufanya kazi na kutekelezwa, lakini kuna mradi wa bandari ambao wa thamani ya bilioni 434, lakini kuna mradi pia wa kuchimba gesi pale Ntoria, gesi asilia ambayo ina thamani ya bilioni 120. Kwa hiyo kwa hilo kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na watendaji wote wa serikali hii. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna msemo wanasema ukimtegemea nduguye utakufa maskini. Na hapo kidogo naomba nielezee kuhusiana na mafuta. Nchi yetu tangia ipate uhuru imepitia changamoto ya mafuta mara 5 mpaka mwaka huu. Ukianza na mwaka 1970 palikuwa na vita ya Yom Kippur War ambayo yalisababisha mafuta yayo yanapatikana kwa shida. Lakini mwaka 79 tulikuwa kwenye vita vya Kagera, lakini mapinduzi ya Iran pia. Pakawa na changamoto ya mafuta tena. 2011 pakawa na mgogoro baina ya wafanyabiashara na EWURA. 2022 vita vya Ukraine. Na sasa hivi 2026 ni vita vya Mashariki na Kati, Iran hapo. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni historia fupi ambayo sisi tunapitia na tuliipitia. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajiandaa vipi? Historia hii hapo, tunajiandaa vipi? Mimi nanishangaza sana Mheshimiwa Naibu Spika kuona kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametujalia rasilimali ya gesi. Gesi ambayo iko Msimbati, gesi ambayo iko Ntoria. Gesi hiyo ikichakatwa inaweza ikabadilishwa ikawa diesel. Lakini sio diesel tu, hata jet fuel, mafuta kwa ajili ya ndege. Na ukiangalia sasa hivi ATCL kama performance yake inafahamika. Kwa vitu hivyo tunavyo na tumeshapitia hiyo changamoto kwa muda mrefu. Tunashindwa nini kuwekeza humo? Maana kama mradi kuna watu waishai kufika wakafanya feasibility study, milioni 420 inahitajika kwa ajili ya kubadilisha gesi kwenda kwenye diesel, ambapo tunaweza tukapata takriban mapipa 3,000 kwa siku. Na pipa moja ni lita 159. Tunashindwa nini? Tunachelewa wapi? Tunamsubiri nani? Mheshimiwa Naibu Spika, mchango wangu wa kwanza ulikuwa kwenye swala hilo la mafuta ambalo tunahitaji tujitathmini sisi wenyewe na tuweze kutoka kwenye janga hilo, tupunguze athari hizo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nije kwenye ofisi ya Waziri Mkuu imeomba trilioni 12.5. Katika trilioni 12.5, trilioni 8.5 ni za kuendesha ofisi na trilioni 3.7 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Sasa mimi huwa nashangaa kitu kimoja, kumwona Mheshimiwa Waziri Mkuu anazunguka nchi nzima kwenda kutatua, ili hali wapo watendaji, na kwenye bajeti ambayo tunayoenda kule ya 2026-27 tunawatengea trilioni 8.5. Yaani tumsubiri Waziri Mkuu aje atatue changamoto za wananchi, wakati kuna watu wanapokea trilioni 8.5.
tujitafakari. Sasa ni shauri jambo moja kwenye hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, trilioni 8.5 hizi fedha ni dhamana za wananchi, za walipa kodi na sio zawadi. Tunapaswa tuangalie nidhamu ya watumishi wetu, watendaji wetu, ili hizi trilioni 8.5 tunapozitoa basi zifanye kazi kwa kuleta tija kwa wananchi. Lakini kupunguza ukiritimba pia kwenye ofisi hizi. Sambamba na hilo, kuna swala la accountability na transparency, uwazi na uwajibikaji kwenye miradi ya maendeleo. Trilioni 3.77 kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni lazima ziende zikasimamiwe kwa uadilifu. Mheshimiwa Naibu Spika, lakini naomba nizungumzie kwenye swala lingine la upande wa vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, bilioni 183.95 ndio zipo kwenye mambo ya vijana chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini ukiangalia 2024-2025 Shirika la Dunia la Kazi na Taasisi ya Takwimu ya Taifa ya kwetu walifanya analysis kidogo, walipata kujua kwamba 24.3% ya vijana ambao hawana ujuzi, hawapo kwenye elimu na hawana ajira. Yani ni NEET, not in employment, not in employment na training na education, hawapo. 23.4%. Ukiangalia takwimu ni sawa sawa na vijana milioni 4.3 wa nchi hii. Sasa bajeti iliyotengewa kwenye hilo swala la vijana ni bilioni 183.95, na ukichukulia uwiano tu ukachukua bilioni 183.95 ukagawanya na vijana hao bilioni 4.3 ni takriban shilingi 44,000. Niombe kwenye swala hilo la vijana, bajeti hiyo ya 183.95 billion ni ndogo. Tuende na uhalisia uliopo, vijana ni wengi. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie kwenda kwenye jimbo langu la Mtwara Vijijini. Tunatambua jitihada nyingi za serikali za kuleta maendeleo yanafanyika kwenye jimbo la Mtwara Vijijini, lakini kuna swala la elimu. Tuna uhaba mkubwa wa kidato cha 5 na 6, tuna kata 21 na tuna shule moja tu ya kidato cha 5 na 6. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa faida ya muda naunga mkono hoja. Asanteni sana.